Katika kina cha maji ya bahari ya Uajemi, mahali ambapo mawimbi hukutana na siasa kali za dunia, mlango mwembamba wa Strait of Hormuz umegeuka tena kuwa uwanja wa mvutano wa kimataifa, si tu wa meli na mafuta, bali wa mamlaka, sheria na kivuli cha vita vya diplomasia vinavyoendelea nyuma ya pazia. Kanuni mpya za baharini, Irani yaweka mstari wake. Siku ya Jumatatu, kauli nzito ilitolewa na naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani anayeshughulikia masuala ya kisheria na kimataifa, Kazem Ghalibabadi. Sauti yake haikubeba tu taarifa ya kawaida ya jeshi ya serikali. Ilikuwa ni tangazo la msimamo mgumu wa taifa lilojikuta likisimama katikati ya shinikizo la kijeshi, vikwazo na mivutano ya kimataifa. Alisema wazi, Irani imeweka kanuni mpya zinazosimamia usafiri wa meli kupita Strait of Hormuz na haitakubali uingiliaji wa mataifa ya nje. Katika maneno yake kulikuwa na ujumbe mmoja wa msingi: hii ni ardhi ya mamlaka ya Irani na hakuna nchi ya nje itakayoamuru kinachoendelea hapa, alisema kiongozi huyo. Kwa muda mrefu, mlango wa Hormuz umekuwa njia muhimu zaidi ya mafuta duniani. Kila meli inayopita sehemu kubwa ya usafirishaji wa nishati ya kimataifa, lakini sasa badala ya kuwa tu njia ya biashara, imekuwa uwanja wa mahesabu ya kisiasa na kijeshi. Ripoti mbalimbali zimeonyesha kuwa Irani imeimarisha udhibiti wake katika kipindi cha mivutano ya kijeshi na Marekani pamoja na Israeli. Katika simulizi la Teherani, hatua hizo ni ujumbe na ujibu wa lazima kwa kile wanachokiita mashambulizi na vikwazo visivyo halali dhidi yao. Katika mazingira hayo, Irani ilianza kutumia masharti magumu zaidi ya usimamizi wa meli, ikilenga kile inachokiita usalama wa taifa wakati wa vita. Katika hatua iliyozidisha uzito wa siasa, Irani ilianzisha chombo kipya kinachoitwa Persian Gulf Strait Authority, PGSA, taasisi iliyoundwa kusimamia na kuratibu trafiki ya meli kupitia eneo hilo nyeti. Kwa upande wa Irani, hii ni hatua ya kuweka nidhamu ya ndani ya maji yake ya kimkakati, lakini kwa baadhi ya mataifa ya Magharibi imeonekana kama ishara ya kuimarisha udhibiti wa kijeshi katika njia ya kimataifa ya biashara. Hata hivyo, Irani imesisitiza kuwa mlango wa Hormuz una mataifa mawili ya pwani pekee yanayohusika moja kwa moja, yaani Irani na Oman, na hivyo maamuzi yote lazima yaheshimu ushirikiano wa nchi hizo mbili. Kwa upande mwingine wa maji hayo, Oman inaendelea kucheza nafasi ya mpatanishi na msimamizi wa utulivu. Ghalibabadi alisisitiza kuwa mazungumzo kati ya Tehran na Muscat yanaendelea vizuri na kwamba Oman inatambua haki zake za kiutawala katika eneo hilo. Oman imekuwa ikijulikana kwa sera yake diplomasia ya sauti ya kati, ikijaribu kuepusha mgogoro kati ya Iran na mataifa Magharibi, hasa Marekani. Lakini hata nafasi hiyo ya kati sasa inakabiliwa na shinikizo kali. Ripoti zinasema Marekani imetishia Oman kwa vikwazo na hata uwezekano wa hatua za kijeshi ikiwa itaendelea kushirikiana katika mifumo mipya ya udhibiti wa usafiri wa baharini. Katika maelezo yake, Ghalibabadi akuficha lawama dhidi ya Marekani. Alisema kuwa vitisho dhidi ya Oman ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Irani imesema Marekani imekuwa ikishutumiwa kwa kuendeleza mzingiro haramu wa majini dhidi ya meli za Irani, hatua inayotajwa kuwa sehemu ya mfululizo wa shinikizo la kiusalama na kiuchumi. Kwa upande mwingine, Washington imekuwa ikidai kuwa hatua zake ni za kuhakikisha usalama wa usafirishaji wa kimataifa na kuzuia kile inachokiita vitisho kutoka kwa Irani katika eneo la Ghuba. Mgongano huu wa simulizi mbili tofauti, usalama dhidi ya uhuru wa taifa, ndio unafanya mlango wa Hormuz kuwa moja maeneo hatari zaidi kisiasa duniani kote. Kinachoendelea si mgogoro wa meli pekee, ni vita vya tafsiri. Nani ana haki ya kudhibiti njia ya dunia? Nani anaamua sheria zake? Irani inasema inalinda mamlaka yake na usalama wake wa kitaifa. Marekani na washirika wake wanasema wanalinda biashara ya kimataifa na uhuru wa baharini. Kati ya pande hizi mbili, mamilioni ya mapipa ya mafuta hupita kila siku, na kila pande ya kisiasa inavuta kamba kwa nguvu ili iwe mshindi. Strait of Hormuz, mlango muhimu wa usafirishaji wa mafuta, imekuwa zaidi ya njia ya maji. Imekuwa alama ya mvutano wa dunia ya leo, mahali ambapo sheria za kimataifa, mamlaka ya mataifa na maslahi ya kiuchumi vinagongana kwa kasi ya mawimbi. Na wakati viongozi kama Kazem Ghalibabadi wakisisitiza kuwa hakuna uingiliaji wa nje utakaokubaliwa, dunia inabaki kitazama kwa wasiwasi.